Meja Jenerali Mohsen Rezai aliyewahi kuwa kamanda ya jeshi la ulinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC wakati wa vita vya Iran na Iraq vya mwaka 1980 hadi mwaka 1988 amesema Iran ilikuwa tayari kufanya mashambulizi dhidi ya maeneo matatu nchini Ukraine kufuatia shambulio dhidi ya meli ya Iran, lakini ilisimamisha hatua hiyo baada ya Kyiv kueleza kuwa tukio hilo lilitokea kimakosa na Tehran kuamua kuchunguza maelezo hayo. Akizungumza katika kipindi maalum cha habari, Rezai alisema Marekani ilikuwa imeshindwa katikati ya kile ilichokiita vita vya tatu vya Trump dhidi ya Iran. Aliongeza kuwa kudumisha umoja, ustahimilivu na kuzingatia misingi ya heshima, hekima na busara ni muhimu katika mazingira ya sasa. Rezai alieleza mashambulizi hivi karibuni ya Marekani dhidi ya Iran kuwa sehemu ya kile alichokiita mzozo wa tatu ulioanzishwa na utawala wa Trump dhidi ya Tehran baada ya migogoro ya awali ya siku 12 na 40. Alisema Iran ilikuwa imeonya hapo awali kwamba Washington ingevunja ahadi zake, akidai kuwa Marekani ilianza kukiuka makubaliano kwa kuanzisha njia maalum katika sehemu ya kusini ya mlango bahari wa Hormuz na baadaye kuendelea na mashambulizi angani. Alisema Washington ingeweza kupeleka tofauti zozote kwenye mfumo maalum wa kutatua migogoro unaohusisha Qatar pamoja na Saudi Arabia badala ya kuongeza mvutano. Marekani ilitaka kuanzisha operesheni ya nchi kavu ili kufungua mlango bahari wa Hormuz. Rezai ambaye aliwahi kuwa kamanda wa IRGC wakati wa vita vya Iran na Iraq alizungumzia mzozo hivi karibuni katika mlango bahari wa Hormuz. Alisema Israel haikuhusika moja kwa moja katika awamu ya karibuni ya mashambulizi na kwamba operesheni za meli zilijikita zaidi katika maeneo ya kusini mwa Iran. Kwa mujibu wa Rezai, huenda lengo la operesheni hizo ilikuwa kuandaa mazingira ya operesheni ya kijeshi yenye kusudi la kufungua mlango bahari wa Hormuz au kushambuliwa miundombinu ya nyuklia ya Iran. Alisema mashambulizi ya Marekani dhidi ya madaraja, mifumo ya rada na baadhi ya maeneo ya kijeshi yalilenga kudhoofisha uwezo wa Iran wa usafirishaji na ugavi wa kijeshi kabla ya uwezekano wa operesheni ya nchi kavu. Rezai alisema Rais wa Marekani Donald Trump alikuwa amemwomba kamanda wa kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM kutekeleza mashambulizi makubwa zaidi, lakini kamanda huyo alijibu kuwa uwezo wote uliokuwepo ulikuwa umetumika bila kufanikisha matokeo yaliyotarajia. Alisema hali hiyo ilikuwa ishara ya makosa ya kimahesabu iliyofanywa na makamanda wa kijeshi wa Marekani. Rezai alisema Iran ilijibu hatua za Marekani kwa kutekeleza mawimbi makali na sahihi ya mashambulizi dhidi ya kambi za kijeshi za Marekani katika eneo hilo, hatua ambayo ilianzisha kuhamasishwa kwa baadhi ya vikosi na miundombinu ya uongozi wa Marekani. Alisema kituo cha uongozi cha Marekani kilihamishwa kwanza kutoka Qatar kwenda Jordan na baadaye kupelekwa Israel, na kwa maoni yake hatua hiyo iliimarisha uwezo wa Marekani wa kuongeza operesheni na kutoa msaada uliosogeza bahari zaidi katika eneo la mapambano. Mpango wa Trump ulivurugika na vita vya tatu dhidi ya Iran vilifikia hatua ya kushindwa katikati. Rezai alisema, akiongeza kwa Iran iliendelea na operesheni zake kwa siku mbili baada ya Marekani kusitisha mashambulizi yake. Alisema Washington haikuwa imeacha kabisa uwezekano wa kuanzisha operesheni nchi kavu, lakini iliongeza kwa mpango mkubwa uliohusishwa na Trump ungeweza tena kutekelezwa na kwamba huenda zikasalia hatua ndogo na za kiwango cha chini pekee. Akizungumzia shambulio dhidi ya meli ya Iran lililodaiwa kufanywa na Ukraine, Rezai alisema tulikuwa tayari kushambulia maeneo matatu nchini Ukraine, lakini baada ya wao kusema kuwa shambulio hilo lilitokea kimakosa, tulisimamisha hatua yetu ili kuchunguza maelezo hayo. Aliongeza kuwa hata kama tukio hilo lilikuwa la bahati mbaya, lazima kuwa na fidia, na kusema kuwa Tehran ilikuwa ikiendelea kuchunguza swala hilo. Rezai pia alizungumzia taarifa kuhusu uwezekano wa baadhi ya nchi za kikanda kuhusika katika mashambulizi dhidi ya Iran. Alisema Saudi Arabia ilikuwa imearifu Tehran kuwa haikuhusika katika mashambulizi dhidi ya Iraq na kwamba Iran ilikuwa ikiendelea kuchunguza pia swala hilo. Rezai alionya kuwa hatua za Marekani zinaweza kuongeza hatari ya kuzuka kwa mzozo mpana wa kimataifa. Alisema hali ya sasa katika Asia Magharibi na uwezekano mkubwa zaidi wa kuongezeka kwa mvutano kuliko hali iliyokuwepo barani Ulaya kabla ya vita vya pili vya dunia. Alieleza mlango bahari wa Hormuz na Ghuba ya Uajemi kuwa maeneo nyeti sana, akisema kuwa juhudi za Marekani za kuanzisha udhibiti wa njia hiyo muhimu ya majini zinaweza kuvuta mataifa mengine yenye nguvu duniani kuingilia kati mzozo huo. Pia alishutumu Washington kwa kutaka kuhusisha zaidi muungano wa kijeshi wa NATO na kusema kuwa hatua za hivi karibuni za baadhi ya mataifa ya Magharibi zinaonyesha kile alicho hali ya kuchanganyika na kukata tamaa baada ya kushindwa kwao katika matukio yaliyopita.